sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah Karim na kumtakia sala na salam bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama kwa hakika ndugu zangu, tunaendelea na darasa letu, lakini kitu cha kwanza kabisa tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutujalia wachache miongoni mwa wengi kabisa tumeweza kufikiwa na siku adhimu, siku ya leo. Kwani ni wengi walitaraji wafikiwe na siku ya leo, lakini kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala hajaweza kuwafikisha na kufikia siku ya leo. Lakini mimi na wewe tumeweza kufikia siku ya leo, hatuna budi kusema alhamdulillah. Na kusema huko alhamdulillah, huo ni uchache wa shukrani sana ndugu zangu katika imani. Naam, tunaendelea na darasa letu la leo. Darasa letu la leo ni kama lile la jana ambalo tulikuwa tunaendelea nalo, na nimesikiliza voice note zenu. Alhamdulillah, mashaallah, naona kuna mabadiliko makubwa sana. Watu wanajitahidi sana kusoma mashaallah, na watu wanapiga hatua mashaallah. So kama vile siku ya kwanza tulivyoanza ukamsikiliza mtu kakosea sehemu fulani, basi akirudia mara nyingine inakuwa ni haula zaidi, anaenda mbele zaidi. Ndugu zangu katika imani, basi insha Allah tunaendelea leo. Nataka tupige hatua kidogo, twende darasa linalofuata insha Allah, ambapo leo tutajifunza kitu kifuatacho insha Allah biidhnillahi ta'ala. Naam, kama mnavyoona hapa tayari tumeshamaliza alhamdulillah. Leo tutaingia kwenye fatha. Tutajifunza fatha insha Allah biidhnillahi ta'ala. Fatha ni miongoni mwa haraka, au kwa ujumla haraka imebeba vitu vitatu. Haraka imebeba vitu vitatu. Ndugu wanafunzi, narudia tena, haraka imebeba vitu vitatu. Haraka imebeba vitu vitatu. Kitu cha kwanza kinaitwa fatha. Kitu cha pili kinaitwa kasra. Kitu cha tatu kinaitwa dhamma. Hii hapa ni fatha, hii hapa ni kasra, na hii hapa ni dhamma. Sijui kama inaonekana. Fatha, kasra, dhamma. Ngoja ni zoom kidogo alafu nirudi. Okay. Fatha hii hapa tunayoiona, hiyo ni fatha, na hii hapa ni kasra, na hii hapa inaitwa dhamma. Kwa tuna dhamma, tuna fatha, tuna kasra na tuna fatha. Fatha siku zote inakaa juu. Fatha inakaa juu. Kasra inakaa chini. Dhamma inakaa juu. Fatha inakaa juu. Kasra inakaa chini. Dhamma inakaa juu. Okay? Brother anasema ninachoonyesha hakionekani. Okay? Huku nadhani kitaonekana. Fatha hii hapa inakaa juu. Fatha inakaa juu. Kasra inakaa chini. Dhamma
inakaa juu. Fatha, kasra, dhamma. Nadhani nikitumia hii screen inaonekana. Fatha, kasra, dhamma. Nadhani hapo mmeona, hapo imeonekana. Hii hapa fatha, kasra, dhamma. Symbol ya fatha inakuwa ni hivi, symbol ya kasra inakuwa hivi, symbol ya dhamma inakuwa hivi. Fatha, kasra inakaa chini, dhamma inakuwa hivi, inakaa chini. Dhamma, kasra, fatha. Okay, nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Watu wananiambia haionekani. Okay, nikitumia hapa inaonekana. Nadhani nikitumia hapa inaonekana. Hapa si inaonekana? Fatha, hivi vinukta viwili, cha kwanza cha pili, hichi cha tatu, hichi kitu cha tatu kilichokaa hapa juu, hiyo ndo fatha. Hapa juu kama unaona hii kasa hichi kimshale hichi cha kompyuta ninapoonyeshea, hii ni fatha. Hii hapa ni kasra, inakaa chini. Hii hapa ni dhamma, inakaa juu. Nitolee mfano. Sijui hapo itakuwa imeonekana nilipotumia. Nimeona Darimu amesema haionekani, sijui kama ameshaona. Okay, niendelee. Mfano tukasema fatha inakaa juu, the way it is written above the letter. Fatha siku zote inaandikwa juu ya herufi. Fatha siku zote inaandikwa juu ya herufi. Mfano, tumeona hii ni herufi ba, juu yake imewekwa fatha. Mfano herufi ba tunaiona hapa, ba hii hapa, juu yake kuna fatha. Kama tulivyosema, fatha inakaa juu, na alivyosema hapa mwongozo kwenye kitabu, siku zote fatha inakaa juu ya herufi. So the way of pronunciation. Naam. Sisikii wala sioni herufi. Okay, itakuwa wewe mic yako sijui umewekaje. Mimi nadhani watu wengine wananisikia vizuri. Herufi sizioni. Shehe, tunakusikia lakini maandishi hayaonekani. Okay. Natumia screen mbili ambazo inaweza ikaonekana hapa kwenye bar. Unaweza ukawa unaangalia kwenye simu yako, unasogeza kumfuata mwalimu. Saa nyingine ya kizoom inakuwa kubwa kwenye screen yako ya simu, kwa hiyo una slide kumfuata kidogo. Ba inaonekana hapa, naizungushia na nili ya kijani. Ba inaonekana. Ba ina fatha juu, na tumesema fatha siku zote inakaa juu. Fatha siku zote inakaa juu ya herufi. Okay? Namna gani unaweza ukaitamka fatha? Namna gani, the way how you can pronounce the fatha? Unasema fatha kwa kutenganisha midomo miwili. Fatha, 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 fatha. Hivyo ndivyo fatha inavyotamkwa.
Nadhani tuko sawa. Hivyo basi kama fatha inatamkwa fatha na fatha inakaa juu ya herufi, basi tunaambiwa hivi, fatha ni miongoni mwa haraka ambayo inaweza kusimama kama a. Fatha ni miongoni mwa haraka ambayo inaweza ikasimama kama a. Kwa hiyo endapo ba utaiwekea fatha, utasema ba, fatha ba, utaisoma ba. Narudia tena, tunasema pia fatha inasimama kama a. Naam, Yazid, una jambo lolote? Okay, tunaendelea. Fatha inasimama kama a. Kama fatha itasimama kama a, kwa hiyo ba ukaiwekea fatha, kwa hiyo utasema ba, fatha ba, ba, fatha ba. Kwa hiyo itasomeka ba, ba, fatha ba, ba, fatha ba. Itasomekaje? Ba, ba, fatha ba, ba. Tutasema tena, fatha itasimama kama a, kasra itasimama kama i, dhamma itasimama kama u. Au ndio kupunguza sauti. Naam. Kipi cha nini? Okay, naomba uzime maiki. Fatha itasimama kama a, kasra itasimama kama i, dhamma itasimama kama u. Nakuja kuwaonyeshea hapa. Fatha hii hapa yenye funga semi ikaekewa katikati juu, iko katikati juu. Fatha itasimama kama a, kasra itasimama kama i, dhamma itasimama kama u. Kwa hiyo hapa tutasema a, i, u. Hivyo basi kama ni ba, i ba tutaiwekea fatha, tutasema ba, fatha ba, tutasoma ba. Nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Naomba niruhusu maswali. Kwa hicho nilichopresent hapa, naomba niruhusu maswali. Naomba niruhusu maswali kwa hicho nilichopresent hapa kwenye fatha, kasra na dhamma. Ustazi, ongeza sauti, mimi sisikii kabisa. Okay, haya, nitaongeza sauti. Hakuna swali kwenye fatha, kwenye kasra, kwenye dhamma. Tuendelee mwalimu. Asante. Basi kama hakuna, okay, naona Haruna. Assalamu alaikum. Kuna hawa wenzetu ambao walikuwa wanasema hawasikii na waogopa tusije tukawaacha, labda uwapitishe kwa mara ya mwisho. Kwa ni hilo, asante. Okay, asante. Dada Mwasiti amesema naomba nirudie tena, na kama alivyosuggest brother Haruna turudie. Haya, narudia. Nadhani hapa itakuwa inaonekana vizuri. Au la, haionekani vizuri, naomba niandike kabisa kwenye daftari ili watu waweze kuona vizuri. Afwan, nichukue kalamu kabisa. Afwan.
Naam. Naendelea. Naomba nirudie kwa kuandika. Hapa nadhani nitaeleweka. Napiga mstari mkubwa kabisa. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Haya ndugu zangu katika imani. Hii nadhani itaonekana okay. Hii hapa ni fatha. Hii hapa ni kasra. Hii hapa ni kasra. Hii hapa ni dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Sioni ulipoandika. Okay, hapa basi. Hii hapa. Hii hapa ni fatha. Hii hapa ni kasra. Hii hapa ni dhamma. Hii hapa ni fatha. Hii hapa ni kasra. Hii hapa ni dhamma. Okay? Nimesema fatha itasimama kama a. Kasra itasimama kama i. Dhamma itasimama kama u. Kuzima kamera pengine mtaona. Hapa nadhani inaweza ikaonekana. Hapo inaonekana. Fatha itasimama kama a. Zinafanana, okay, sorry. Fatha na kasra zinafanana, ndiyo, lakini tumepiga mstari. Fatha inakaa juu, kasra inakaa chini. Ndio maana tumepiga mstari hapo. Umeona kuna mstari nimepiga. Na always huwa mstari huwa unapigwa. Fatha inasimama kama a. Kasra inasimama kama i. Dhamma inasimama kama u. Kwa hiyo tutasema a, i, u. A, i, u. Narudia tena. Fatha inasimama kama a. Naam. Shekhe, mimi kuna peji inaonyesha hapa imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Hivyo vyote unavyovionyesha sivioni hapa. Wala hicho unachokiwekea doti au kuandika mimi sikioni. Hapa ninaona tu inasema kwamba types of 3 haraka. First fatha. Lakini hapa hiyo ukisema ba ukiwekea chini, mimi unayoandika hapo sioni. Ninaona tu hiyo peji. Samahani kwa usumbufu lakini. Okay. Okay, mashallah. Mwalimu unamuona shehe, mwalimu kumuona. Yeah, okay. Hii ni addition tu katika kuongezea maalumati ili wanafunzi wangu muweze kuelewa zaidi. Yaani ni najaribu kuongezea vitu ambavyo na mimi pia nimeongezewa na walimu wangu. Tukienda na kitabu tu moja kwa moja bila kuchimba vitu vingine, nadhani hatutaweza kufikia lengo kabisa. Kwa hiyo ninavyoenda hivi ninawapa hivi pia ili najaribu kuweka, yani muelewe zaidi na zaidi, na ili iweze kuwaelewesha. That's why mwalimu, hapo tumeelewa vizuri sana. Naam. Hapo tunakuona vizuri na tunakuelewa vizuri sana ulivyotuandikia hivi. Okay. Ndio. Naam, brother Yakubu, nadhani umenielewa. Okay? Naendelea. Nadhani brother atakuwa ameelewa.
inasimama kama a, kasra inasimama kama i, dhamma inasimama kama u. Okay, ba tukiweka fatha, ba tukiweka fatha itakuwa ba fatha ba ambayo ni ba. Ba fatha ba ambayo ni ba. Ba fatha ba ambayo ni ba. Okay. Naendelea. Kwa hiyo kufikia hapo naenda kuanza hapa tunasema Aliowasha maiki mwambie azime maiki, anachanganya, azime maiki. Okay, aliyewasha maiki naomba azime. Aliyewasha maiki naomba azime. Okay? Kwa hiyo hapa tunaenda kuanza. Alif, amza, fatha a. Ba, fatha ba. Ta, fatha ta. Tha, fatha tha. Jim, fatha ja. Ha, fatha ha. Kha, fatha kha. Dal, fatha da. Fatha sa. Shin, fatha sha. Swad, fatha swa. Dhad, fatha dha. Ta, fatha ta. Dha, fatha dha. Ain, fatha a. Ghain, fatha gha. Fa, fatha fa. Qaf, fatha qa. Kaf, fatha ka. Lam, fatha la. Mim, fatha ma. Nun, fatha na. Ha, fatha ha. Waw, fatha wa. Ya, fatha ya. Narudia tena. Alif, amza, fatha a. Ba, fatha ba. Ta, fatha ta. Tha, fatha tha. Jim, fatha ja. Ha, fatha ha. Kha, fatha kha. Dal, fatha da. Dhal, fatha dha. Ra, fatha ra. Za, fatha za. Sin, fatha sa. Shin, fatha sha. Swad, fatha swa. Dad, fatha dha. Ta, fatha ta. Ba, fatha dha. Ain, fatha a. Ghain, fatha gha. Fa, fatha fa. Qaf, fatha qa. Kaf, fatha ka. Lam, fatha la. Mim, fatha ma. Nun, fatha na. Ha, fatha ha. Waw, fatha wa. Ya, fatha ya. Naam, ndugu zangu katika iman, najua hapo biidhnillah mtakuwa mmeelewa kiasi chake. Nakaribisha maswali.
Nakaribisha maswali. Shekhe, samahani, Naam, teremsha kidogo hapo hiyo. Teremsha hiyo kidogo nikwambie kati ya herufi. Shusha kidogo chini. Hapo. Kwenye Okay. Dwad na toa. Ndio. Na toa. Ndio. Kuna dwad yenye doti juu, doti moja juu, na toa yenye doti moja. Matamshi yake katika lafzi, yani yanatokea wapi? Ili tupate urahisi kujua. Hii hapa ni swadi. Maana yake mimi naona zinafanana. Wadi, ta na dha. Fatha, dha. Pamoja na hii ya huku chini. Okay, swadi, dha, wadi. Zwadi yenye doti moja juu, na dha yenye doti moja. Katika matamshi naona kama yanafanana kwangu. Okay, ngoja niweke clear hiyo. Nikuonyeshe utofauti unapatikana wapi kidogo. Mashaallah. Hii hapa ni swali, hii hapa ni dha. Wadi, dha. Yani vadi ni hewa inatokea dha. Ulimi unaukunja. Ngoja nikuonyeshe. Vadi, ulimi unaukunja. Umeona? Dha. Alafu mashavu unayatanua kwa kujaza. Umeelewa? Vadi. Ulimi unaukunja, mashavu unayatanua kwa kujaza. Vadi. Alafu unakaza kwenye utoaji wa nini? Unakaza katika utoaji wa ile hewa au ile herufi. Wadi. Ya, Sawa. Lakini ulimi ukiwa umeukunja unakuwa kama vile naomba uruke herufi mbele yake. Ruka ile herufi ya twa uende dwa ile huko ya pili. Sasa wadi, ta, unakuwa unafanyaje? Unakuwa unakokoteza, tuseme unakokoteza ulimi. Kidogo unakokoteza wadi, unaungata. Haungati, unaubembeleza ulimi. Wadi. Fatha, dha. Yani kama vile unaubembeleza ulimi, lakini una relax katika utamkaji wake. Shukran Sheikh. Barakallahu fika. Swali lingine? Swali lingine? Nakaribisha swali. Tuendelee ukimya maana wameelewa Sheikh. Mashaallah, nashukuru kama wameelewa. Haya. Kuendelea kwangu ni kurudia. Maana tukikutana kwenye voice kule itakuwa ni kidogo inakuwa ni changamoto katika usomaji baadhi ya watu. Narudia tena. Alif, hamza, fatha, a.
ba fatha ba ba, ta fatha ta ta, tha fatha tha tha, jim fatha ja ja, ha fatha ha ha, kha fatha kha kha, dal fatha da da, ذال فتحة ذا، را فتحة را، زا فتحة زا، سين فتحة سا، شين فتحة شا، صاد فتحة صا، ضاد فتحة ضا، طا فتحة طا، ضاد فتحة ضا، عين فتحة ع، غين فتحة غا، فا فتحة فا، قا فتحة قا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، نون فتحة نا، ها فتحة ها، واو فتحة يا فتحة ya. Kwa hapa mtu unaweza ukasoma tu abata tajaha kha da dhara za sa sha sa ta ta ba gha fa qala mana hawaya. Nimemaliza. Haya, mimi nitakuwa nimeishia hapo na nimemalizia hapo. Kama kuna lolote mtu anaweza akaniambia kuhusiana na kipindi chetu hapa, kuweka hizo irabu ya fatha, na kama haujaelewa basi unaweza ukaniuliza hapa kwa hizi dakika ambazo zimebaki. Nakaribisha maswali. Okay. Brother Rashid.